Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yes, mambo vipi? Hii ni Kasako Media kama kawaida yetu. DC Mwijaku ametoa tamko, amezungumzia swala na klabu ya Simba, namna ambavyo wanazungumza, lakini pia amezungumza ingeitwa mkutano wa dharura, namna ambavyo kumzungumzia mwekezaji, kanuni na katiba ambazo zipo kwenye klabu ya Simba. Lakini naomba msikilize Mwijaku namna ambavyo amezungumza kuhusiana na mikutano ambayo inakufanyika kwenye klabu ya Simba. Jina langu naitwa Nice Godfrey wa Kasako Media. Kwa wale mashabiki ambao na wanachama wa Simba waliofanya press jana, mmoja kati ya kitu ambacho mmefanya cha hovyo na imeonyesha kabisa hamna upeo mkubwa kufikiri. Hamwezi kufanya press ya kumdis mwekezaji mwenye hisa kubwa kutumia brand za klabu ya Simba, kutumia sponsorship za Simba, kutumia rangi na logo za wadhamini ambao wamesponsor Simba. Moja kati ya mistake kubwa sana mmefanya kisheria, hamko salama, lakini pia kitaasisi au kikampuni. Hapa nategemea kuona ban kutoka kwenye klabu ya Simba, nyinyi kujihusisha na klabu ya Simba katika matamasha yake na shughuli zake zote za kila siku. Ya pili, nategemea kuwaona mkifikishwa mahakamani kwa sababu mmefanya vitu vya hovyo pale pasi na kufikiri nini mnachokifanya. Huwezi kumdisi mwekezaji mwenye hisa kubwa kiholela. Kuna mikataba, kuna makubaliano. Mngeweka ajenda zenu kimkataba. Uitushe mkutano wa dharura ili maamuzi yafanywe ndani ya mkutano, wakiwa na wanachama wawepo. Muondoke na azimio lipelekwe kwenye bodi ya wakurugenzi kusema hatuna imani na labda na rais wa klabu, au hatuna imani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.